Ambacho kimekuwa na baraka kubwa kwa watu walio wengi ambao wamekuwa wakifuatilia kipindi hiki. Ni imani yangu kwamba hata wewe ambao unatazama leo, huenda kwa mara yako ya kwanza, utakuwa umepata baraka kubwa sana baada ya somo la siku hii ya leo. Nikumbushe kushiriki baraka hizi pamoja na majirani zako. Hebu wapigie simu majirani zako, waambie kwamba kipindi kimeanza, waambie marafiki, tuma linki, tuma hata ujumbe kuambia kwamba kipindi kimeanza. Tunapoanza kipindi chetu hiki, tunapenda pia tuweze kubarikiwa pamoja na ndugu zetu na marafiki zetu. Kabla ya kuanza somo la leo, hebu tuweze kuomba ili kukaribisha uwepo wa Mungu katika siku hii ya leo. Tuombe. Baba yetu Mungu mtakatifu, ninakushukuru kwa neema na upendo wako. Asante sana kwa siku hii ya leo, siku ambayo umetupatia neema ya kuweza kusikia maneno yako. Ukawe na kila mmoja wetu. Ninakusihi sana, wakati somo linaendelea, ukakutane na kila mmoja anayesikiliza kwa njia ya redio, anayesikiliza kwa njia ya televisheni, popote walipo, kila mmoja ukapate kumgusa kwa namna ya pekee sana, na baada ya somo hili watu wakashuhudie baraka na neema kubwa katika maisha yao, ikiwemo uponyaji na ushindi wa dhambi. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Katika Jumatano iliyopita tuliangalia somo zuri sana ambalo lilikuwa linaongelea yale mambo 7 ambayo kiukweli Mungu anayachukia sana. Tulisema kwamba haina maana ya kwamba eti mengine Mungu anayapenda ambayo ni mabaya, hapana. Lakini tumesema haya 7 yanakuwa ni kama vile ni vyanzo vya kuharibu maisha kwa ujumla, maisha yako binafsi, maisha ya familia yako, maisha ya kanisa, maisha ya jamii kwa ujumla. Kwa Mungu anayatupia jicho kwa umakini mkubwa, kwa sababu yanaleta madhara makubwa, na huwa ni mambo ambayo tunayadharau bila kujua kwamba yana matokeo makubwa na mabaya katika maisha. Sasa kama umekuwa ni mfuatiliaji mzuri wa vipindi hivi, tulikuwa tukiongelea kwa mfululizo mambo ambayo yanagusa namna ya kuzikabili siku ngumu bila hofu yoyote katika maisha yetu. Tulikubaliana ya kwamba tunaishi katika dunia ambayo kuna vitu huwezi kuviepuka. Huwezi kuepuka changamoto maadamu uko hai, lakini namna unavyopambana na changamoto itatuonyesha kwamba unaishia kwenye ushindi au unaishia kwenye kushindwa. Tukaona pia katika masomo yaliyopita ambayo ninakushauri uyafuatilie huko nyuma, nenda ukayatazame tena, upitie somo moja moja. Kuna sehemu moja ambayo tuliongelea habari ya mvua zisizoepukika katika maisha. Katika somo hili tulizungumzia kwamba watu wote wanakabiliana na hali ya mabadiliko katika maisha au katika hali ya hewa kwa ujumla wake, lakini wale ambao wanajiandaa na hali ya hewa wanajua namna ya kuikabili hiyo hali ya hewa vizuri kuliko wengine. Msimu wa baridi unapofika, mtu ambaye amejiandaa na nguo za baridi hawezi kupambana na baridi akapata madhara kama mtu ambaye hajajiandaa. Kumbuka ya kwamba katika maisha ni lazima kuzikabili siku za furaha na kuna wakati wa kukabili siku ngumu.
Maandalizi yako katika kukabili siku ngumu yataamua unastahimili vipi zile siku ngumu. Mnakumbuka ile kanuni yetu ya 7-7 ambayo niliwaambieni kwamba kwa neema ya Mungu tutaiongelea kwa kina huko mbeleni kwa Mungu atakayotujalia. Kanuni ya 7-7 inasema kwamba kila mwanadamu lazima anapitia majira 7 ya kwanza na majira 7 ya pili. Kwa hiyo huwezi kuyakwepa haya. Majira 7 ya kwanza ni yapi? Majira 7 ya kwanza ni majira ya mafanikio. Kwa hiyo yeyote katika maisha lazima upitie mafanikio, lakini usije ukajidanganya kwamba mafanikio haya yatadumu siku zote. Haiwezekani. Ni sana mtu ambaye unapanda kwenye cheo fulani, unakuwa na maisha mazuri katika nafasi yako ya kazi, usije ukajidanganya kwamba itadumu siku zote. Kuna kustaafu, kuna kutolewa madarakani, kuna kampuni kufilisika. Kwa ukijua kutumia vizuri hizi siku 7 au majira 7 ya awali, kama Yusufu alivyotoa ushauri kule Misri, utaweza kukabili majira 7 magumu kwa wepesi zaidi, kwa kuwa umejiandaa wakati wa majira 7 ya mafanikio. Hii ndiyo kanuni ambayo haikwepeki, huwezi kuibadilisha, ila unaweza kujua namna ya kuikabili. Zingatia sana neno hili, huwezi kubadilisha, lakini unatakiwa ujifunze namna ya kuikabili. Mchungaji, sija kuelewa. Wakati Farao alipoota ndoto ya yale masuke 7 ambayo yalikuwa yameshiba vizuri, yakaja masuke mengine 7 ambayo yalikuwa ye manyonge, lakini yakameza yale 7. Ndoto ikarudi tena, akaota ng'ombe walionona. Baadaye ikaja tena akaota ng'ombe waliokonda. Wakati Yusufu anakuja kutafsiri ile ndoto, hakumwambia Farao kwamba aombe ili ile miaka 7 ya shida ipotee. No, ila alimwambia akusanye chakula kwa ajili ya miaka 7 ya njaa. Kwa hoja sio kubadilisha majira, hoja ni kukabili majira. Mungu atusaidie sana tuweze kulielewa hili. Yako majira mazuri katika ndoa yako. Wakati wa majira mazuri katika ndoa yako, kusanya nguvu ya kutosha, furahi, enjoy maisha, maana kuna majira yatakuja tena ya changamoto katika ndoa. Yanapokuja yale, umejiandaa kuyakabili vizuri, hutaishia na kuchanganyikiwa, hutaishia na kupata depression mpaka unywe dawa hizo antidepressants, kwa sababu umejiandaa, unajua namna ya kuyakabili kwa hekima ya kimungu. Somo la leo linasemaje? Somo la leo linasema washa taa. Washa taa, siri ya kuondoa giza la hofu maishani. Washa taa. Hakuna mtu anayependa giza, hakuna hata mtu mmoja ambaye anapenda giza, lakini inategemea kwa wakati huo giza litakusaidia nini. Mfano, kuna watu wanahitaji kukuua na wale watu wanakukimbiza. Utalipenda giza maana litakusaidia kujificha, lakini giza kuna wakati linatisha pia. Sasa hebu tuangalie vizuri ni mambo gani ambayo kwenye maisha unaweza ukaelewa vizuri kuhusiana na swala la giza na kuwasha taa. Hapa tunazungumzia safari ya kutoka kwenye giza la hofu kuingia kwenye uhuru wa ukweli. Kwenye kitabu cha Yohana sura ile ya 8 fungu la 32, Biblia inasema, nanyi mtaijua kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Kuna vitu muhimu natamani uweze kuvitambua, vimetajwa hapa vya msingi kabisa. Nanyi mtaijua kweli na hiyo kweli itaweka huru. Biblia haijasema mtaifahamu. Ni kwa sababu maneno ya Kiyunani ambayo yanatumika, unakumbuka kwenye somo ambalo limepita tulisema kwamba lazima tuweze kuzingatia hizi lugha kwa uzito wake. Maana wenzetu wanapoongea sentensi fulani wakitumia msamiati fulani, wana maana ambayo ile maana tukielewa ndipo tutaweza kuapply au kuweka katika maisha yetu ya kila siku. Yesu anapotumia neno nanyi mtaijua kweli na hiyo kweli itawaweka huru, neno ambalo limetumika ni neno la kujua, sio neno la kufahamu. Ukiliangalia kwa Waebrania walitumia kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 2, anasema Adamu akamjua Hawa mkewe naye akamzaa Kaini. Kwa hiyo unapoona neno kujua ni sio kufahamu. Kufahamu ni kwa juujuu, lakini kujua ni kwa undani. Watu walio wengi katika maisha wanaishia katika kufahamu kweli, ni wachache wanaoingia kwenye kuijua kweli.
Nimesema kwenye kipindi kilichopita wakati nilipoongelea habari ya kwamba vile vitu 6 na 7 ambavyo Mungu anavichukia, mojawapo tulisema ni ulimi wa uongo. Nikasema ya kwamba hata katika kusema ukweli, endapo utausema ukweli bila hekima, madhara yanaweza kutokea sawa sawa na mtu aliyesema uongo. Na pia unapoongea ukweli lazima uangalie nani ambaye unampatia ukweli. Wakati fulani wanafunzi wa Yesu walikuwa wanataka kila mmoja aweze kujua ukweli ambao wameujua wao. Yesu akawapatia mfano, akamwambia huwezi kuchukua lulu ukawapatia nguruwe, maana wale nguruwe watakapoiona ile lulu wataichezea, maana hawajui thamani ya lulu. Ndivyo ilivyo katika maisha. Kuna ukweli ambao unaweza ukaujua, lakini kama ukimpatia mtu ambaye hayuko tayari kuupokea ukweli, hawezi kuutumia ule ukweli vizuri. Una habari kwamba hili ndilo ambalo limefanya bara la Afrika liendelee kuwa maskini kwa miaka mingi sana. Sio kwa sababu hatuna resources, sio kwamba hatuna vitu, tuna vitu vya kutosha, lakini ujuzi wa namna ya kutumia vile vitu ili viweze kuongezeka thamani na kuleta matokeo mazuri kwa bara la Afrika, hapo ndipo changamoto ilipo. Sio kwamba hatuna wasomi, tuna wasomi wazuri kabisa, lakini ni namna ya kuichukua ile elimu walionayo ili waweze kuichakata vizuri, iweze kufaa kwa ajili ya bara la Afrika na nchi za Kiafrika. Hapo ndipo changamoto ilipo. Yesu anasema nanyi mtaijua kweli na hiyo kweli itaweka huru. Kama hujui ukweli, hata kama unafahamu ukweli, huwezi kuleta badiliko lolote. Hili natamani liweze kukaa kwenye akili yako, uweze kulifahamu vizuri kabisa. Kwa hiyo kuna tofauti ya kuijua kweli na kuifahamu kweli. Anachoongelea Yesu hapa ni kuijua kweli. Siku ukijua kweli, pap, utakuwa huru. Nikupe mfano mwingine unanitazama ili uweze kuelewa, na hili litakusaidia sana katika maisha yako ya kila siku. Hebu anza kufikiria vitu ambavyo umekuwa ukiviogopa. Katika vitu ulivyokuwa unaviogopa sana, ni vitu vichache sana ambavyo vilikuwa ni halisi. Vichache mno. Vilivyo vingi ulipokutana navyo na kujua ukweli kuhusu hivyo vitu, ulijua kwamba ulikuwa unaogopa vitu ambavyo hata havipo. Unakuwa katika msongo wa vitu usivyovijua vya mbele, lakini ukijua unakuwa huru. Hiyo ndiyo maana yake. Tuende vizuri kwenye kitabu cha Waefeso sura ile ya 5, sura ya 5 fungu la 13 mpaka fungu la 14. Mimi nasoma Kiswahili cha kisasa, wewe unaweza ukasoma Kiswahili kile ambacho umekizoea. Lakini kila kitu kikifichuliwa na mwanga, ukweli wake hudhihirishwa, na kila kilichodhihirishwa huwa mwanga. Ndiyo maana maandiko yasema, amka wewe uliyelala, fufuka kutoka kwa wafu, naye Kristo atakuangaza. Nataka niongee kidogo na wale ambao wanamjua Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Bado hatujafaidi nguvu ya kumjua Kristo kama inavyotakiwa, na hili ni zoezi endelevu. Mkristo yeyote ambaye anajua hiki ninachokisema, hakuna siku utaridhika na kujiona kwamba umejua, kwa sababu ujuzi wa kiroho unaongezeka kila siku. Unachodhani unakijua leo, kesho utagundua ya kwamba huko nyuma ulikuwa unajua vitu ambavyo havipo. Ulikuwa unajua kidogo kidogo sana. Wataalamu wa lugha ya Kimombo wanasema ni kapande tu ka barafu, tip of the ice, kadogo tu, lakini ukadhani kwamba umejua kila kitu. Wale wa kanisa la mitume ambalo walijua hii nguvu ya Kristo, mpaka mtume Paulo anaita nguvu ya kufufuka kwake. Walivyoijua hii nguvu, sijasema walivyoifahamu, walivyoijua hii nguvu, uwezo wake, wakaiamini, wakakubali kutembea katika shule ya kufundishwa ili kuifanyia kazi hatua kwa hatua, walifanya vitu vikubwa sana ambavyo kanisa la leo bado halijagusa, kwa sababu hatujajua nguvu hii. Nirudie tena ili andiko la Waefeso 5:13 hadi 14, alafu nirudi katika hii nguvu ili nikupe ile hamu ya kuijua hii nguvu na kuifanyia mazoezi katika maisha yako. Lakini kila kitu kikifichuliwa na mwanga, ukweli wake hudhihirishwa, na kila kilichodhihirishwa huwa mwanga. Ndiyo maana maandiko yasema, amka wewe uliyelala, fufuka kutoka kwa wafu, naye Kristo atakuangaza. Umeona, Kristo ndiye nuru, Kristo ndiye jua la haki. Nimesema kanisa la awali la mitume walikuwa kiroho hatua kwa hatua. Moja ya misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato inaitwa kukua katika Kristo. Neno kukua ina maana kwamba ni kitu endelevu. Usiridhike hata siku moja ukasema hapa nimejua, hapa nimefika, na usije ukasema kwamba hivi ndivyo ilivyo.
Namkumbuka profesa wangu Ruben Mugerwa ambaye alikuwa anafundisha theology, anasema katika theology hakuna hitimisho. Maana unachosema leo hivi ndivyo ilivyo, unakuja kugundua baadaye kesho kwamba ulikuwa unajua kidogo na unageuza msimamo. Kwa hiyo katika theolojia hatusemi hivi ndivyo ilivyo, unasema yaweza kutafsiriwa hivi, kwa sababu bado watu wanaendelea kuchimba. Ellen White ametaja hili pia, sio peke yake. Ellen White ametaja, anasema ya kwamba watu wa Mungu watakapoendelea kuchimba katika ardhi ya neno la Mungu wataendelea kugundua mawe ya thamani. Ina maana kwamba kuna mawe ya thamani katika neno ambayo hatujagundua. Hebu nikupatie mifano michache ya waliojua nguvu ya Kristo, waliojua uwezo wake, waliojua ukweli, wakaangaziwa na nuru ya Kristo, na kupatia tu mifano michache kadhaa. Moja, unamkumbuka mtu mmoja anaitwa Filipo. Filipo alikuwa kati ya mashemasi ambao walichaguliwa katika kanisa la mitume la awali. Alipochaguliwa, Filipo akatumwa kwenda kumhubiri mtu kutoka Ethiopia. Alipoenda kumhubiri mtu kutoka Ethiopia, angalia usafiri ambao Filipo aliutumia kwenda kule sehemu ambapo yule mtu alikuwepo. Filipo aliondoka kwa usafiri wa Roho Mtakatifu. Leo hatujawahi kuexperience hicho kitu. Mchungaji, sija kuelewa. Hakupanda basi, hakupanda gari, wakati ule mkushi alikuwa kwenye gari, ila nguvu ya Mungu ilimchukua akapotea. Pale alipokuwa hakuonekana Filipo. Akatua pale pale alipo yule mkushi, akamhubiri, akamaliza. Alipomaliza kazi yake imeisha, Roho wa Mungu akamtwaa, akatoweka. Leo hii ikitokea hiyo tunasema huyu ni mchawi, lakini kanisa la awali la mitume walikuwa na hii nguvu. Mchungaji, bado sijakuelewa. Nenda kaangalie kitabu kinaitwa Matendo ya Mitume, kasome kile kitabu vizuri. Kuna vitu vimetajwa mle ndani ambavyo vilitokea vikubwa na vya ajabu, ambavyo leo hii kama tukivitenda, kama sisi tunaohubiri, ikatokea tunavitenda, kesho na kesho kutwa tutasema amekuwa Freemason, ameenda kuchukua nguvu mahali fulani, kwa sababu akili haikubali ya kwamba vinaweza vikatokea. Bado mchungaji, bado. Nikupe mfano mwingine tena. Unakumbuka mtu anaitwa Petro. Petro alikuwa anaombea wagonjwa wanapona, alikuwa anatoa pepo. Ilifikia hatua ambapo Petro akifanya ile huduma yake, kwa sababu ni binadamu, ana limitation ya uwepo wake, wagonjwa ni wengi, Petro amechoka, hawezi kuwagusa wote. Biblia inasema watu wakawa wanatega wagonjwa, kivuli cha Petro kikimgusa mgonjwa anapona, kama na pepo anaondoka. Kivuli. Njoo kwa Paulo, leso zile ambazo tu Paulo akigusa kitambaa tu hivi, akiachia kile kitambaa kimpa mtu, kiuka juu ya mgonjwa anapona. Mtu mwenye pepo anafunguliwa pale pale, pepo anakimbia. Hii sio nguvu ya kawaida, hatuja experience nguvu hii. Nenda kaangalia kitabu cha Matendo, nimekuambia chukua muda ukisome vizuri kabisa. Kulikuwa mle ndani katika kile kitabu kuna stori ya mabinti wa Mkristo mmoja mle ndani ambao walikuwa na karama ya utambuzi wa kutambua mambo ya mbele. Wakajua miaka ya njaa ambayo ilikuwa inakuja wakati ule, wakatoa onyo kwa kanisa wakati ule, na walipotoa lile onyo, kanisa likajiandaa kwa ile miaka ambayo ilikuwa ni ya njaa. Hawakupatwa na njaa kama watu wengine ambao walikuwa hawajui ile miaka inayokuja. Leo hii wako wapi watu wa Mungu ambao Mungu anaweza akawafunulia mambo ya mbele, wakajua nini kinafuata, ili waweze kujiandaa? Kumbuka nimekuambia, hazibadilishwi nyakati, ila tunafundishwa kuzikabili nyakati. Mungu atusaidie sana. Lakini kila kitu kifichuliwa na mwanga, ukweli wake hudhihirishwa, na kila kilichodhihirishwa huwa mwanga. Ndio maana maandiko yasema, amka wewe uliyelala, fufuka kutoka kwa wafu, naye Kristo atakuangazia. Kama kuna kitu ambacho nakushauri uweze kukiombea katika maisha yako, ni kumwomba Kristo akuangazie nuru ya uso wake. Musa alipokuwa anawaombea Waisraeli akiwabariki mkutano, Mungu hakumwacha atumie maneno yake mwenyewe. Akamwambia Musa, mwambie Haruni atakapowabariki Waisraeli atawatamkia maneno haya, Bwana akuangazie nuru ya uso wake na kukufadhili. Kwa nini? Katika kuangaziwa na Mungu kuna maeneo yetu binafsi yana giza, lakini nuru ya Kristo ikiangaza, lile giza linatoweka, na linapotoweka tunatembea katika nuru. Hebu leo, kabla hata tujafika mbali katika somo hili, mwambie tu, Bwana niangazie nuru yako katika maeneo ya maisha yangu. Inaweza ikawa ni giza katika afya yako. Wakati mwingine Mungu hata kuponya kwa muujiza, ila atakuelekeza kula chakula sahihi ili uweze kupona. Alipomponya Ezekia ugonjwa wa jipu ambalo huenda leo tunaweza kulita ni kansa, akamwambia Isaya, rudi ukamwambia Ezekia,
nimemsikia, atapona, atainuka. Muujiza hakuisha pale, akamwambia mwambie atengeneze mkate wa shayiri. Akatengeneza mkate wa shayiri akala. Sikutumi kwamba ukale mkate wa shayiri kwa hiki ambacho nakwenda kukufundisha leo, lakini nyie ambao mnanifuatilia, vijana ambao mnaweza kuingia kusoma research mbalimbali, nenda ukaangalie mkate wa shayiri, linganisha na mkate wa ngano. Nenda linganisha hivi vitu viwili, uone tafiti za kiafya zinavyosema. Lakini Ezekiel aliambiwa na Mungu straight na ikatokea. Viko vingi, nenda kaangalie, kuna mkate unaitwa mkate wa Ezekiel bread, upo kwenye Biblia. Umeelezwa ni kitu gani kichanganywe na hiki na hiki na hiki. Nenda ukaangalia wataalamu ambao wanafanya research juu ya vyakula na mwili jinsi unavyojibu, watakwambia mkate wa Ezekiel na mkate wa kawaida una tofauti gani. Maana yangu ni kwamba unaweza tu ukaangaziwa nuru ya Mungu katika upande wa afya yako. Kuna wakati mwingine unaweza kukuta kwamba changamoto unayoipitia inatakiwa tu uende porini, ukaone miti ya kijani, ukaangalia ule ukijani na ubongo wako ukatulia, ukarudi. Lakini utajuaje yote haya? Ni mpaka nuru ya Kristo iweze kukuangazia. Kuna wengine kufunguliwa kwako kupo kwenye kufunga bila kula. Acha kula, toka kwenye social media, nenda maeneo mengine. Kitendo hicho tu kinatosha, lakini utajuaje? Ni mpaka nuru ya Kristo iweze kukuangazia. Sikiliza sasa, tuje katika saikolojia kidogo. Katika vitu ambavyo vimenifurahisha sana katika huduma yangu ya kichungaji siku zote ni kuintegrate, kuchanganya saikolojia na kiroho, kwa sababu unajua neno psychology ni neno ambalo lina asili ya neno la Kiyunani ambao huwa tunasema ni psychic, ambao ukiangalia ni kama nafsi. Hakuna namna nafsi inaweza kutenganishwa na kiroho, kwa hiyo vina muunganiko mkubwa sana. Sasa kuna kitu kimoja katika saikolojia ambao tunakiita mlinzi wa ndani. Mlinzi wa ndani, ila kwa sababu natamani kuambia neno moja tu muhimu: mlinzi wako wa ndani na jitu mbele yako. Hebu nisikilize vizuri, wewe unayenitazama, kuna kitu fulani huenda kimesha kupata, alafu leo nitakwambia ni kitu gani kinatokea. Umewahi kuwa katika, sisi ambao tumekulia vijijini, kuna wakati tunatembea porini. Unatembea porini, umebeba mizigo yako, huenda mahindi au nini, lakini kuna sehemu ambayo unapita, unakuta kwamba kama vile pamefiekwa, kwa sababu huenda ni msimu wa jua, vyovyote vile. Lakini ukiangalia kule mbali kabisa, kuna kitu unakiona kama mnyama amesimama, na unaogopa kabisa kabisa. Na mnavyotembea, kwa sababu mko wengi, mkisogea karibu, unagundua hakuwa mnyama, bali ilikuwa ni mti uliokauka kwa muda mrefu sana. Lakini mapigo ya moyo yameanza kupiga kabisa, ukiogopa. Wengine ambao mnafuatilia nikihubiri, kuna siku moja nimesimulia kwamba nilikuwa nimelala kule kijijini kwetu, na zile nyumba zetu unavyozifahamu, mabati yameungwaungwa kwa design fulani. Tulikuwa tuna nyumba nyingi, unakuta wenye mabati ni wachache, wengine wanatumia wameezeka nyumba zao kwa majani ya migomba ile, lakini wengine wameezeka nyumba zao kwa kuungaunga mabati ya madebe. Wanaoishi vijijini, walioishi vijijini wananielewa ninachokisema. Kwa wakati nimelala nikaja kuamka hapo katika, ni mchana kabisa, ulikuwa ni mchana. Nimekuja kuamka hapo katikati, nikaona kuna kitu kipo kwenye kifua changu kama nyoka. Lakini baadaye kumbe hakuwa nyoka, ilikuwa tu ni kamwanga kajua kameingia pale. Haya matukio huwa yanatokea. Ubongo unatafsiri kitu unachokiona kulingana na taarifa iliyopo kwenye ubongo wako. Lakini tutaona jinsi Mungu alivyotuumba na hii hali, na unavyoweza ukaitumia vizuri kabisa katika maisha yako, na wala isikupe msongo wowote kabisa, na ukaenda vizuri kabisa. Sasa sikiliza, kila binadamu mwenye ubongo anapambana na kitu kimoja: hofu isiyojulikana. Nimesema hofu isiyojulikana. Huwezi kuogopa kitu ambacho unakijua, ila utajihami kwa vile umekijua. Kitu ambacho hukijui ndicho ambacho kinakupa hofu kubwa, maana hujui ya kesho, hujui. Kuna mnyama mmoja ambaye anaitwa swala. Wanasema swala ana uwezo mkubwa sana wa kuruka kwenda mbele, sehemu ndefu kabisa, lakini hawezi kuruka sana kwenda juu, maana hajui kule atakapodondokea kuna nini. Kwa kumbe kinachomfunga swala ni kwamba hajui kule anakodondokea kuna nini. Hicho ndio kinachomfunga sana. Sasa sikiliza vizuri, na hii nataka sana niweze kuisoma. Ubongo wako haupendi utata, haupendi kuchanganyikiwa, unachukia utata. Ndivyo ilivyo. Kwa nini? Kwa sababu umejengwa kwa ajili ya jambo moja kuu: kukuweka hai. Ndani yako kuna mlinzi au rada ya ndani, kitaalam inaitwa neuroreception, ambayo muda wote inachunguza mazingira yako kabla hata wewe hujafikiri, ikiuliza swali moja tu: niko salama? Wale ambao unaangalia katika television, umeona vizuri hiyo slide na hicho ambacho nimekisoma.
lakini hapa nahitaji nikielezea vizuri. Ukienda uwanja wa ndege, kuna rada ambayo iko pale tu inazunguka, inachukua taarifa, inaleta kwa hawa, inachukua taarifa, inaleta kwa wale kwenye chumba. Ukienda katika maeneo ya ufukwe kule ambako meli zetu zinatua bandarini, napo pia kuna rada ambayo inachunguza meli zinazokuja, usalama, hali ya hewa na vitu kama hivyo. Lakini ukienda jeshini pia kuna rada, ipo tu ambayo inazunguka. Sasa iko hivi, kumbe Mungu alivyotuumba sisi ni kwamba kuna rada ambayo imewekwa ndani yetu. Kila mmoja ana hiyo rada. Hiyo rada kila saa hailali. Hata kama ukiwa umelala, wewe umelala, ile rada iko macho. Yenyewe kazi yake ni kuskani mazingira, ndio hiyo ambayo inaitwa neuroreception. Kazi yake inaanza kuchunguza, kuna usalama humu, kuna usalama. Ndiyo maana kuna kitu kifuatacho nataka uweze kukiona. Angalia kwenye slaidi yako hapo, wewe ambao unafuatilia na unafuatilia katika redio, sikiliza maelezo haya. Ukisikia mlango ukigonga ghafla usiku, kitengo chako cha hatari, tunakiita amygdala, kinawaka kabla hata ubongo wako wa mantiki ambao tunaita prefrontal cortex haujapata nafasi ya kusema labda ni upepo. Mwili wako unajiandaa kwa mapigano au kukimbia. Ndivyo tulivyoumbwa na Mungu. Umeona jinsi Mungu alivyotumba kwa namna ya ajabu sana, ya kwamba mlango unagonga usiku ukiwa umelala, cha kwanza kabisa amygdala yako inaanza kuangalia ni kitu gani hicho, inakupa alert. Wakati huo prefrontal cortex hii ya mbele ambayo inahusika na mantiki haijajua ni kitu gani. Kwa hiyo lazima sehemu ya kwanza ikupe tahadhari, inaamka na kuwaka haraka sana, kuna kitu kimegusa kwenye mlango. Ndipo prefrontal cortex inaanza kufanya analysis, ni kitu gani. Ndipo inaanza kuambia huo ni upepo tu, au hako ni kanyoka kamepita, au hako ni yani, hapa prefrontal cortex. Msomaji wa Biblia, unajua kwamba alama ya mnyama katika Biblia inawekwa katika paji la uso. Watu wengi wakaanza kuogopa zile chip, wakidhani ndio yenyewe. Sio. Watu wakaanza kusema kuna alama kabisa itawekwa hapa, watu itaandikwa. Sio. Nataka nikuambie ni hoja ya imani ambayo ubongo wako wa mantiki utauamini uongo na kumfuata mpinga Kristo kwa sababu umeuamini uongo kabisa kabisa kabisa. Wale ambao watapigwa chapa kwenye mikono yao ni wale ambao watafanya kazi, wakifanyia kazi uongo, ili hali wakijua kabisa ni uongo, ila kwa sababu utawapatia chakula, kazi, ajira, wataendelea kutumika. Hawa watakuwa wamepokea chapa katika mkono. Nimesema hivi, kama kuna eneo ambalo shetani analipiga vita sana ni ubongo wako, hasa prefrontal cortex, kwa sababu hiyo ndio ina mantiki, hiyo ndio ambayo inafanya maamuzi. Kwa hiyo hiyo ndio ambayo ikisikia kitu inaanza kufanya analysis, hicho ni kitu gani? Hiyo ni kilio cha mtoto anayelia au ni TV imewashwa. Lakini yule wa kwanza, kitengo cha hatari cha amygdala, chenyewe kazi yake ni kutoa taarifa ya kwamba kuna hatari. Hatari ni ya kitu gani? Prefrontal cortex kazi yake ni kusema hicho ni kitu fulani, hiyo ni bunduki, hiyo ni basti ya tairi. Sasa sikiliza, ukiona umbo lisiloeleweka usiku, kwa mfano watoto karibia wote, hata sisi tulikulia hivyo, kuna tabia ya kuogopa giza. Ukimuuliza unaogopa nini, anakwambia kuna kitu. Ukiangalia hicho kitu hakipo. Kwa hiyo wakati giza likitokea tu, akiangalia tayari kule kuna kitu amekiona, na anaweza kuona kama ni mtu, lakini mkiwasha taa mnagundua kile kitu hakipo, au mkisogea na kufika pale unagundua hicho kitu hakipo. Ni mfumo wa mwili ambao umetengenezwa na Mungu kwa ajili ya kutulinda dhidi ya hatari. Ubongo wetu una kazi moja tu, kutulinda tusipate na madhara. Ndio kazi yake, ndio kazi ya ubongo. Kwa kila saa ubongo utaskani mazingira kwanza. Hata wewe ukiingia chumbani kwako, kale kadubasha kale kakuskani mazingira, kanaskani kwanza, hata wewe bila kujua. Ndio maana unaweza ukagundua kuna panya alikuwa yuko sehemu fulani, unaweza ukagundua kuna mdudu alikuwa yuko pale, ni kwa sababu ya hayo mazingira jinsi yalivyo. Sasa sikiliza vizuri. Sasa kwa nini unapoona kitu unatishika, na ukisogea unagundua kumbe ilikuwa ni koti lako ulikuwa umeweka, unaogopa koti lako unalikimbia. Lakini wakati ule unapoangalia unaona kama kuna kitu, kuna mtu yuko pale, kuna mtu yuko pale kabisa kabisa. Unajiandaa, unaanza kurusha jiwe, unagundua ilikuwa ni kanzu yako ulikuwa umening'iniza pale. Hakuna mtu yeyote. Kwa nini? Ni kwa sababu mfumo wako wa ulinzi unafanya kazi kwa kanuni hii. Kanuni yenyewe ni ipi? Ni bora kuwa salama kuliko kuwa na majuto. Hiyo ndio kanuni ambayo ubongo wako unafanya kazi. Ubongo unasema hivi, yani ni bora niwe salama kwanza, yani ni bora nijue ni koti kuliko nipuuze alafu iwe ni mtu.
Ndivyo Mungu alivyotuumba kwa namna hiyo. Sasa sikia maneno haya: hofu zako za ndani, zile zisizo na majina, ziko hivyo hivyo, moyo mzito bila sababu maalum. Mnakumbuka kwamba wale ambao wamefuatilia masomo haya, kuna siku nilisema, kuna siku utaamka asubuhi utasikia kama vile yani una huzuni nyingi bila sababu. Ukichunguza kwa kina, ni taarifa inayoletwa katika yule mtu wa ndani. Yule mtu wako wa ndani anapewa taarifa ya kwamba kuna kitu hakiko sawa. Ni kuskani mazingira kiroho. Kwa usipuuze zile taarifa, ingia kwenye maombi, omba mpaka upate amani ya moyoni. Waliopuuza waligundua baada ya pale kuna tukio lilitokea, aidha kwake binafsi au kwa watu wake wa karibu. Namba 2, wasiwasi usiojulikana unaokufuatilia kama kivuli. Usipuuze taarifa kwamba kuna saa unaweza ukaona kama kuna mtu anakufuatilia, lakini ukiangalia huyo mtu hayupo, ukichunguza hayupo. Usipuuze. Kuna kitu ambacho kimeskaniwa na huenda kimeonekana, au ni hisia. Omba. Mawazo yanayokukimbiza bila picha kamili. Unashangaa tu unawaza kama vile kuna kitu fulani hivi kama kipo, lakini kile kitu hakipo. Mara nyingi sana mimi nasema hivi, usalama wetu katika mazingira ambayo hatujui kinachoendelea ni maombi. Kwa kuwa unapoomba tu pap, Mungu anamtuma malaika maalum ambaye kazi yake anachukua hatua dhidi ya hatari. Ndivyo inavyokuwaga hivyo. Sasa sikia, akili inaposhindwa kupata chanzo huwa inatengeneza hitimisho haraka. Ndivyo inavyokuwaga akili yetu, ikikosa chanzo inatengeneza hitimisho. Hapa naomba unisikilize kwa umakini sana, kwa sababu kuna kitu muhimu sana kwako mzazi, kwako kijana, kwako mtu mzima. Kutokana na teknoloji ilivyo sasa hivi, hizo AI tulizo nazo, chatbot, Google na vitu kama hivyo, hatari kubwa ambayo iko mbele yetu ni uwezo wetu wa mantiki kushuka chini. Reasoning capacity unashuka. Kwa nini? Hatutumii sana. Unajua, kitu ambacho hukitumii sana kinadhoofika. Sasa nacho hofu kwenye kizazi hiki ni kizazi ambacho kila kitu kimerahisishwa. Calculator, unapiga mahesabu, kucalculate formula unaingiza tu pale kwenye ChatGPT, itakuletea formula unayoitaka, kwamba hii asilimia kadhaa naitaka. Kwa hiyo ule mchakato wa ubongo unaanza kupungua. Hatari iliyoko ni kwamba kwa sababu ya kushindwa, uwezo wa kureason umeshuka. Mtu anayekuletea kahitimisho kaharaka tu unamwamini, kumbe anakupotosha. Mchungaji, hapo sijakuelewa. Yaani watu hawataki njia au kufikiri kwa kina ili wafike kwenye hitimisho. Anahitaji hitimisho haraka sana. Kwa hata kama ukimsimulia mtu kitu kwamba hii kimeenda hivi, anakwambia anataka mwisho. Mwisho wake ni nini? Kwa anataka mwisho kuliko mchakato. Ni hatari kubwa sana, kwa sababu ule uwezo wa kufikiri umeshuka. Mimi napongeza sana wizara yetu ya elimu, wale wasomi wetu wamefanya kazi nzuri. Nadhani hii style sio ameanza mwaka jana kama sijakosea, na mimi ni kati ya wadau ambao walikuwa wanapigia sana kelele somo la hisabati. Hisabati imekusudiwa kusaidia watoto wetu uwezo wa kureason, kutengeneza mantiki. Sasa hapo katikati hapo kuna kulegea kidogo, walirahisisha hisabati, lakini sasa hivi wameanza kurudisha katika ule mfumo ambao mimi ndio ninaupenda sana, kufanya akili ya mtoto ishughulike. Shughulika kabisa, shughulika kabisa. Magazeti ya zamani, sijui sasa hivi, kulikuwa na unasoma gazeti alafu mwisho kulikuwa na michezo ambao watu wanacheza zile game, kuunganisha patterns, herufi na nini mpaka unatengeneza sentence unarudisha. Ilikuwa ni vitu vizuri sana vya kuchangamsha ubongo, kuchangamsha akili. Ni kitu muhimu na kizuri sana, usije ukakipuuza hata kidogo. Sasa natoa tu mfano, yale maswali ambayo yanamsababisha mtoto aweze kufikiri vizuri ni mazuri. Kwa mfano, Ali alikuwa na miaka 20 wakati baba yake alikuwa na miaka mara 7 zaidi ya Ali. Baba yake ana miaka mingapi? Yaani hilo linakusababisha uanze kuchunguza, ubongo unashughulika kabisa. Mimi ninapenda sana michezo ya watoto ambayo inashughulisha ubongo wao kuwa smart, kwa ajili ya kufanyisha mazoezi ubongo, kwa ajili ya kutatua migogoro baadaye. Sasa nimesema kwamba ubongo wetu lazima ufanyishwe mazoezi, kwa sababu kuna vingi Mungu ametupatia. Tusipofanyisha mazoezi unadumaa. Ni kwa nini akili ikikosa chanzo inatengeneza hitimisho? Ni kwa sababu ubongo unakataa utata. Unafanya jambo moja la kimya lakini hatari. Unaipa hofu sura kubwa kuliko kweli yake.
jitu lililojificha chini ya kitanda chako daima ni kubwa na la kutisha kuliko lile linalosimama mbele yako kwenye mwanga. Aha, kama tungelijua kile tunachokiogopa, hofu ingepungua. Shughulisha ubongo, shughulisha ubongo. Hata mimi nikiwa na watoto wangu, kati ya vitu ambavyo huwa nawapigiaga kelele sana ni hiki: sitaki kuniambia nimeshindwa. Swali ni kwamba umeshughulisha akili kiasi gani? Umetafuta majibu kiasi gani? Na mara nyingi wani, hata nikiwatuma ndani, nenda kanichukulia kitu fulani, akifika hapa kirudi sikioni, huwa tunakubaliana, mimi naenda nikikiona hicho kitu lazima nikupe adhabu kidogo. Kwa nini? Kwa sababu hujashughulisha akili. Tafuta mpaka kila sehemu, maana unaweza ukashangaa kiko hapo hapo, kwa sababu ubongo wa kizazi hiki ni kwamba ukishaangalia ukikosa tu unasema hakipo. Ukisema hakipo, ile sehemu yako ya kutafuta inafunga. Ikishafunga, maneno yameisha. Sikiliza vizuri, kile unachokipinga ndicho kinachodumu na kuongezeka nguvu, alisema Carl Jung, mwana saikolojia. Huu ni ukweli. Angalia watu ambao wanapambana na kitu nakiita automatic negative thoughts, mawazo hasi ambayo yanakuja tu kwenye ubongo. Mtu anakuambia sitaki msongo wa mawazo. Yani unaposema sitaki msongo wa mawazo, ndipo msongo unaongezeka. Unaposema sitaki kuwaza hivi, hiki sitaki, ndipo umekipa nguvu. Kwa hiyo tufanyeje? Flow nacho, acha kija. Hakuna mtu ambaye hana mawazo mabaya, yanakuja, yaache yaje ya mawazo mabaya, ila usiishi hapo katika mawazo mabaya. Yaache yaje, yataondoka. Ukijaribu kuyapinga, unayapatia nguvu zaidi. Hofu, ukimya na hisia zisizotajwa ni kama majeraha yaliyofunikwa bila kutibiwa. Hayafi, yanatoa uchafu, yanatoa usaha, yanageuka kuwa sumu inayoingia taratibu kwenye udongo wa moyo wako, ikiharibu uwezo wako wa kuamini, kupenda na kuwa na matumaini. Ni sawa na mtu ambaye ameumizwa katika mahusiano, anakwambia mimi sitakaa nipende tena. Uongo. Kubali tatizo lilotokea. Aliyekuumiza alikuumiza wapi? Taja tatizo, mulika, washa taa, mulika, ujue tatizo liko wapi. Unapojua tatizo utajua namna ya kulishughulikia, lakini ukianza kulificha, unalificha, unalipatia nguvu. Sikia tena nikwambie, hakuna mtu yeyote aliyefanikiwa kurekebisha tabia yake mbaya ambaye hajakubali kuikabili ile tabia na kuitaja kwa jina lake. Kila ukijaribu kuikwepa na kuifunika, inakuwa ni jeraha ambalo halijatibiwa, linakuwa ni jeraha ambalo linaendelea kutoa harufu na uchafu, na hili jeraha baadaye litakuwa saratani. Umeona watu ambao wanaishi katika maisha ambayo, natoa mfano, mtu ambaye anavuta sigara kwa siri, hataki watu wajue kwamba anavuta sigara kwa sababu atamsema. Kwa hiyo ile hali anaificha. Unavyoendelea kuificha ile hali, ndipo inaendelea kukutawala. Sasa sentensi yangu ni moja tu: washa taa. Haleluya! Washa taa, washa taa. Hicho ndicho kitu cha msingi kabisa. Sasa nataka uangalie kitu muhimu hapa kabla hatujamaliza somo letu, ambacho kitakusaidia kwenye maisha yako: nguvu ya kusema kilichopo. Hii ukishaielewa, kuna msongo utaisha, changamoto zako utazikabili kwa ujasiri wote. Nguvu ya kusema kilichopo. Kuwasha taa ni uamuzi wa kuacha kuzurura gizani. Ni kitendo cha kishujaa cha kukiri kwamba kuna kitu hakipo sawa. Weka akilini mwako hiyo. Kukwepa vitu ambavyo ni vibaya kwako au vinakuletea aibu, sio kuviondoa, ila ni kuvipatia nguvu. Kumbuka vizuri sentensi nimekwambia, ni kuvipatia nguvu. Hebu niongee katika mahusiano kidogo, niongelee na wanandoa kidogo, maana hicho ni kitengo ambacho napenda sana tukiweke vizuri. Wanandoa ambao wana tofauti zao lakini wanazifukia, zile tofauti zinakuwa ni majeraha ambayo yamefichwa, yatanuka baadaye. Kuna kitu ambacho tunakiita kwamba mtu anatembea katika gamba la kobe kwenye ndoa. Kutembea kwenye ganda la kobe maana yake ni kwamba una assume au unajidai kwamba kila kitu kiko sawa, lakini kiukweli hakiko sawa. Ni mpaka muwe na ujasiri ninyi wawili
mkae mseme kuna kitu katika ndoa hii hakiko sawa, na mkitaje kwa jina, mkimulike kwa tochi. Mkimulika kwa tochi, mkakitaja kwa jina, mtaanza kukishughulikia na kusafisha hilo liusaha litoke, ili mweke dawa, kidonda kipone. Narudia tena hii sentensi kwa wewe ambao unaangalia, tusome pamoja kwenye skrini yako. Unayefuatilia kwa njia ya redio, nisikilize. Kuwasha taa ni uamuzi wa kuacha kuzurura gizani. Ni kitendo cha kishujaa cha kukiri kwamba kuna kitu hakipo sawa. Kwa hiyo kubali ya kwamba kuna kitu hakipo sawa. Sasa hivi tuanze kuangalia kutoka kuwa kivuli hadi kuwa kitu halisi. Mambo mengi ambayo umeyatazama wewe ni vivuli, ni vitu sio halisi, lakini ukivimunika na kuvitambua utavichukulia hatua. Sasa sikiliza vizuri hapa. Kabla hujaita hisia kwa jina au hujaitaja jina, jua ya kwamba unashindana na kivuli. Lakini unapoanza kutamka na kuwasha taa, kile kivuli unakikabili, na mwisho unajua kumbe ulikuwa ni mgomba, kumbe ilikuwa ni mti mkavu, kumbe ilikuwa sio nyoka, ilikuwa ni kamba. Lakini baada ya kujua, baada ya kuwasha taa, sasa kabla ya hapo lazima uweze kuvitamka hivi vitu moja kwa moja mwenyewe na kuvitambua ili uweze kuvifanyia kazi. Moja, usichukulie tu kila kitu kiko sawa. Hapana. Lakini unapotamka sentensi zifuatazo, umeanza ushindi. Nakupa tu mifano ya sentensi hizi. Moja, nina wasiwasi kuhusu pesa. Yani lazima ukubali ya kwamba sasa hivi msongo ulionao ni kwa sababu huna pesa. Ukishakubali na kuutaja, tayari kuna suluhisho litaanza kuja. Yani ile hofu umeitoa upepo, unaimaliza nguvu. Mfano, umepoteza kitu, umepoteza mpendwa wako, umepoteza pesa, kazi na vitu kama hivyo. Unabaki tu kwenye kugumia ile hali, umenyamaza kimya, inakutesa. Lazima uiaddress, lazima uitaje kwa sentensi hii. Nina maumivu ya kupoteza kazi, mtoto, gari, ajira, pesa na vitu kama hivyo. Yani ukishatamka tu hiyo sentensi kwamba nina maumivu ya kupoteza, usibaki na maumivu tu unatulia, lazima utaje nina maumivu ya kupoteza kitu fulani. Sikiliza sasa, tuangalie wanasayansi wa ubongo jinsi wanavyosema haya mambo. Ukiyasema inakuwaje? Unajua, katika vitu ambavyo navipenda sana ni hizi tafiti. Hizi tafiti, kwa mfano Dr. Daniel Amen ambaye nimekuwa nikimsema sana kule Marekani, anamiliki kliniki kubwa sana ya ubongo na database kubwa sana ya picha za ubongo. Anachunguza kitu kisayansi moja kwa moja. Sasa kuna chuo kikuu ambacho cha kule UCLA ambacho kilifanya utafiti ufuatao, nami nataka kusoma direct uone utafiti wao. Wanasayansi wa ubongo katika chuo kikuu cha UCLA huita hii kutaja hisia au affect labeling. Waligundua kuwa kitendo tu cha kutaja hisia hasi kwa maneno hupunguza shughuli kwenye kituo cha hatari, kile ambacho nilikuambia amygdala, na kuongeza shughuli kwenye kituo cha mantiki, prefrontal cortex. Unaona, huu ni utafiti kabisa. Yani kitendo cha kusema nina maumivu kwa sababu fulani alinisema vibaya, kile kitendo, kile kituo ambacho kinahusika na hatari kinapunguziwa kazi. Kitengo ambacho kinahusika na mantiki, prefrontal cortex, kinaanza kufanya kazi, kuangalia kwamba alipokusema vibaya amekupunguzia nini? Alipokusema vibaya ulikonda wewe, ulipoanza kuweka haya mawazo ndipo kaanza kuwa na msongo. Unaona, prefrontal cortex inaanza kuanalyze sasa, ili kutoe kwenye utumwa wa alert ya hatari. Sikiliza sasa, kutaja hisia yako ni kama kumwagia maji baridi kwenye moto wa hofu. Wow, hili likae kwenye akili yako. Kumbe unapohitaja tu pap, tayari umemwagia maji pap. Kwa hiyo unaanza kupoza ile hali, inaondoka. Bwana mmoja ambaye anaitwa Brené Brown anasema hivi: aibu haiwezi kuishi ikitamkwa, haiwezi kustahimili kufungwa kwa maneno. Inachotamani ni usiri, ukimya na hukumu. Ndivyo aibu ilivyo, lakini ikitamkwa tayari umeanza kuishinda. Tahadhari, sio kila mtu unapaswa kumtamkia vitu vyako vya siri, kwa sababu wengine hawana kifua. Na hii inatusukuma kwamba inabidi chama
ambacho kila kanisa, hapana, kwa sababu naongea na madhehebu yote, niongelee tu mfano wa kanisa la Sabato. Kanisa la Sabato lina chama kinaitwa chama cha wachungaji na wazee wa kanisa. Hiki ni kazi yake kutoa mafunzo kwa wachungaji na wazee wa kanisa. Kwa hiyo moja wapo ya mafunzo ambayo yanatakiwa kutolewa ni usiri. Mashemasi wajue kutunza usiri. Lakini nimeshuhudia mengi katika huduma yangu ya kwamba wako watu ambao walikuwa na mambo ambao waliyachukulia kama aibu, vitendo vya aibu ambavyo wanavifanya. Wameshindwa vile vitendo kwa sababu kila wakati wanaogopa kuvitaja. Lakini siku tulipovijadili tu kwa mara ya kwanza, akaniambia mchungaji, na tabia hii na hii na hii ambayo anaifanya ni aibu hata kuisema. Nami nilipomwambia umeshinda kwa kuitamka, walianza hatua ya kushinda. Wako wengi sana, wakipata ujasiri wengine watabadilisha majina yao, wataanza kukomenti na kuona jinsi walivyoshinda matendo ya aibu, kwa sababu tu walikubali kutaja ile shida. Walipoitaja, ushindi ulianza hapo hapo. Sasa sikiliza tahadhari nyingine ambayo nakupatia sasa. Usijipe utambulisho kwa kuangalia hisia zako tu. Mfano, mimi ni mwenye huzuni, yaani unajichukulia kwamba wewe ndivyo ulivyo. Kwa mfano, nakwambia mimi huwa ni mwoga, siwezi kuongea mbele ya watu. Huo sio utambulisho wako. Unatakiwa uikubali hii hisia, kusema hivi, nina uoga wa kuongea mbele za watu, sio mimi ni. No, sentensi yoyote inayoanza baada ya mimi ni inaumba. Ndivyo ilivyo. Kwa hiyo epuka sana mimi ni mwoga, mimi ni mtu wa hofu, mimi ni. Hiyo sentensi inayotoka baada ya neno mimi ni ina nguvu ya kuumba, usichezee kabisa. Ila ukasema nina, umeadresi tatizo, umelimulikia ili ulishughulikie. Naamini umenielewa vizuri. Kama umenielewa, hebu comment kidogo hapo. Wale ambao tunafuatilia kwenye live streaming, hebu comment kidogo tu hapo, sema nimeelewa, alafu andika sentensi chache, umeelewa nini? Andika tu hapo, nami nitafurahi sana kuziona. Andika tu hapo, umeelewa nini? Nahitaji hapa uweze kuelewa, tofautisha mimi ni alafu mimi nina. Kwa hiyo ni muhimu sana. Unajua Mungu anaitwaje? Mungu anaitwa mimi niko, ambaye niko. Kwa sentensi ya mimi ni usicheze kabisa. Unakumbuka Yesu mwenyewe alivyoulizwa kwamba wewe na Ibrahim nani mkubwa? Akasema kabla Ibrahim hajakuwepo mimi niko. Ukitaka hii sentensi uitumie vizuri, itumie kwa kuweka neno lenye nguvu baada ya hii sentensi. Biblia inasema wazi kabisa, mdhaifu na aseme mimi ni jasiri. Unaona hiyo sentensi ipo kwenye Isaya. Let the weak say I am strong. Mdhaifu na aseme mimi ni jasiri. Kwa hiyo ukitaka uitumie vizuri sentensi hii, vile ambavyo unavitaka vizuri katika maisha yako, vitamke baada ya mimi ni. Unaposema mimi ni, unachanganya utambulisho wako wa kudumu na hisia yako ya muda. Kwa hiyo kuna utambulisho wa kudumu, alafu kuna hisia ya muda. Hisia ya muda isichukue sura ya utambulisho wako permanent. Mimi nina hofu ya kutoka nje. Nina hofu ya kutoka nje, sio mimi ni mwoga. Ni tofauti kabisa. Mimi nina hofu ya kutoka nje, hii ni temporary, ni tukio la muda, lakini lisichukue utambulisho wako. Mungu atusaidie sana tuweze kuelewa. Nakupa mfano mwingine tena wa sentensi. Wale ambao mnafuatilia kwenye television, utaona hiyo sentensi hapo moja kwa moja. Sema hivi, kwa mfano tofauti ya hizi sentensi, angalia moja hapo. Ninapitia huzuni au ninahisi wimbi la wasiwasi. Hizi sentensi hizi unatofautisha wewe na kile unachohisi. Narudia tena, ninapitia huzuni au ninahisi wimbi la wasiwasi. Sentensi hizi mbili ni sentensi mbili tofauti kabisa. Ninapitia huzuni, unapitia, yani unapitia lakini wewe sio mtu wa huzuni. Nakupa tena nyingine, sikiliza hii. Wewe unanitazama sasa hivi, tutumie mfano huu rahisi ili kuweza kuelewa. Wewe ni bahari, hisia ni wimbi. Kipi cha kudumu kati ya bahari na wimbi? Utagundua kwamba wimbi ni la muda, lakini bahari ni ya kudumu. Unachokipitia sasa sio cha kudumu, ila wewe ni wa kudumu. Wingu jeusi
haliwezi kubadilisha anga kuwa giza la kudumu. Lazima uweze kujua hili katika maisha. Nilikuwa namwangalia mwanasaikolojia mmoja ambaye anaitwa Viktor Frankl. Anasema maneno haya: kati ya kichocheo na mwitikio kuna nafasi. Kwenye hiyo nafasi ndipo upo uwezo wetu wa kuchagua mwitikio wetu. Katika mwitikio wetu ndipo upo ukuaji na uhuru wetu. Kwa kuna kitu nakiita stimulus, kichocheo, na response, mwitikio. Tulia kidogo hapo, twende vizuri. Mtu anapokufokea au anapokutukana, ametuma hicho kichocheo, lakini katikati ya alivyokutukana na wewe kujibu, kuna kitu kipo hapo katikati. Ni maamuzi yako ya namna utakavyo mjibu. Mtu anapokutukana na wewe ukamtukana, mmekuwa kwenye frequency sawa, mpo kwenye mawimbi sawa, wote negative, mabaya. Lakini mtu akikutukana, ukavuta pumzi, ukatulia, alafu ukaanza kujiuliza maswali. Hivi alivyonitukana, kwani hivyo ndivyo nilivyo? Kuna kitu ananipunguzia? Ukitulia kabisa, yeye ndiye ataonekana na matatizo, ila wewe una hekima. Mchungaji, sijakuelewa. Sio kila swali ni la kujibu, mengine unanyamaza. Sio kila mtu ambaye anakurushia mawe unatakiwa umjibu. Wakati mwingine kusanya mawe kwa ajili ya adui mkubwa aliyoko mbele. Usitumie mawe kwa adui mdogo ambaye hana madhara katika maisha yako. Sio kila adui ana madhara makubwa, hapana. Nitakushangaa unakimbia siafu alafu unaingia kwenye nyumba yenye simba. Haina maana kwamba siafu hawaumi, ila madhara ya siafu ni madogo ukilinganisha na simba. Mungu atusaidie sana. Rafiki yangu, kauli mbiu yangu leo, washa taa. Washa taa ya Kristo katika maisha yako. Washa taa ya Kristo katika biashara yako. Biashara haiendi, mambo hayaendi kabisa. Wakati mwingine badilisha maombi, mwambie Mungu, nimulikie niweze kujua kuna nini kiko hapa. Kuna nini kiko hapa? Wakati mwingine pale unapopaogopa kwenda, ndipo palipo na baraka yako. Ni hofu imekushikilia tu, unaogopa kuwekeza mahali. Kumbe pale unapoogopa kwenda kuwekeza, ndipo palipo na baraka yako. Kuna mmoja aliniambia, mchungaji, nilisikia sentensi yako hii, nikavaa ujasiri, nikaenda kuwekeza, lakini bado nikaingia hasara. Ile sio hasara, ni shule. Ulijifunza ya kwamba kuna kitu hapa, kuna kitu hapa, na ukaanza kujifunza makosa, ukaanza kujifunza, na ukirudia tena utakuwa ni bora zaidi. Hebu nisikilize. Ni kosa la jinai kutumia pesa ya pension kufanya biashara wakati umestaafu, biashara ambayo hukuijua wakati unafanya kazi. Kwa sababu katika biashara yoyote kuna kipindi cha kujifunza biashara, kuna kipindi cha kujua makosa na kuyarekebisha, alafu ndipo unakuja kipindi cha kufanya biashara. Usidhani ya kwamba ukianza kufanya biashara ni straight unaenda kwenye biashara. Hakuna kitu kama hicho. Sasa wewe ndugu yangu umestaafu, umepewa milioni 200, ndipo unaanza biashara. Una kipindi cha kujifunza, una kipindi cha kurekebisha makosa, na unakuja kipindi cha kufanya biashara. Kwa hiyo mpaka unakuja kufanya biashara, msongo umekuwa ni mkubwa, unakufa na pensheni yote imeisha. Kwa maana nyingine, yeyote ambaye umeajiriwa, anza kufanya mazoezi ya kustaafu kwako, ya kwamba utakapostaafu utafanya nini. Anzia mazoezi ya kile kitu mapema. Kama ni kufuga kuku, anza mapema. Kama ni kufuga ng'ombe, fanya mapema. Kama ni kufuga mbuzi, anza mapema, ili uanze kujua makosa ya ufugaji, ili muda ukifika tayari umemaster. Mungu atusaidie sana. Rafiki yangu, katika vitu muhimu ambavyo natamani uweze kuvipata kabla sijafunga somo la leo, sehemu yetu ya kwanza, hii ni part A, tutaingia part B Jumatano ijayo, ni kujipa heshima ya kuwa binadamu. Katika yote unayoyapitia, usije ukasahau wewe ni binadamu. Ndio mchungaji, unamaanisha nini? Wewe sio Mungu. Kwa hiyo kuna maeneo ambayo utamwachia Mungu ayafanyie kazi. Usije ukajilaumu kwa kitu usichokiweza, na hata kile ambacho unakiweza ulifanya uzembe. Usijilaumu kwa muda mrefu, bali jifunze. Kusema nimeumia si udhaifu, ni uthibitisho wa utu wako.
katika dunia hii ambayo tunasema jikaze, kukubali maumivu ni ujasiri. Ndio, unajua mambo mengi ambayo tunayafanya ukubwani ni matokeo ya malezi. Wanasaikolojia walifanya utafiti ufuatao: ni kwa nini wanaume wanaongoza kwa kuchimba dawa barabarani au pembezoni? Nenda ukachunguze sana. Wengi ambao wanasimama tu hapa anaweza akakojoa barabarani wanaume, sio wanawake. Kwa nini? Wanasaikolojia wakaanza kuchunguza hivi, kwa nini wanaume wana hii tabia? Wakaja kugundua yafuatayo: watoto wa kiume mara nyingi wanalelewa na mama zao, baba wako bize kwenye kazi. Kwa unakuta ya kwamba wakati akiwa mdogo amejisikia kwenda kukojoa, mama yake ndiye anamchukua kumpeleka, lakini mama hawezi kumpeleka choo cha wanawake. Kwa anachofanya ni nini? Anamwambia kojoa. Kwa kinaanza kujua kukojoa barabarani kiwa kidogo, mpaka imekuwa mtu mzima na miaka 40, unamkuta uko barabarani hapo wala hana shida yoyote. Kwa hiyo mengi ambayo tunapambana nayo ukubwani ni matokeo ya utotoni. Dunia yetu ya leo imetufundisha kwamba eti kutambua udhaifu au shida ni yani kama vile kusema nimeumia ni udhaifu. Hapana, mi nasema ni ujasiri. Ni ujasiri. Kubali kabisa kukabili maumivu yako, yatambue, ndipo utajua kwamba ufanyeje. Huo ni ujasiri kabisa. Wanaume wanaongoza kwa kupata stroke, kwa kufa kwa heart attack, shambulio la moyo, kwa sababu wanaume wengi ni wagumu kusema changamoto zao. Wakati mwingine mi nasema hivi, ni vizuri wanaume wawe na klabu yao inaitwa klabu ya wanaume, ambapo wanakutana kuongea changamoto zao. Hata baadhi wakikutana, wanaume wakikutana wenyewe kwa wenyewe, huwa anapenda kila mmoja kujionyesha ni jasiri, ana kila kitu, hataki kuonyesha udhaifu. Kumbe kile kitendo ni udhaifu. Sijakuelewa mchungaji. Yaani kushindwa kutambua udhaifu wako ni udhaifu. Ni sawa na mwanaume ambaye anapiga mke. Kupiga mke ni udhaifu. Mwanaume jasiri apigi mke. Mwanaume jasiri anajua kukabili changamoto za mkewe vizuri kabisa kwa ujasiri, na akazikabili bila kunyanyua mkono. Hivyo ndio ujasiri. Vivyo hivyo, narudia hii sentensi yangu, kusema nimeumia si udhaifu, ni uthibitisho wa utu wako. Katika dunia ya jikaze, kukubali maumivu ni ujasiri. Napokwenda kumalizia kwa dakika hizi chache ambazo zimesalia, ili tuingie kwenye maombi, nataka vitu viwili uvitofautishe, ili tunapoingia sehemu ya pili Jumatano ijayo uweze kuelewa vizuri. Soma sentensi hii ambayo unafuatilia, na nisikilize unayefuatilia kwa njia ya redio. Hii si sawa na kujionea huruma, self pity, ambayo ni kukaa kwenye shimo la kulalamika. Tofauti kabisa. Hii ni kujihurumia, self compassion, ambayo ni kutambua uko shimoni, unajipa mkono na kusema hii ni hali ngumu, unastahili msaada. Huwezi kupokea huruma ya Mungu kikamilifu ikiwa unajidharau mwenyewe kwa kuwa binadamu. Mungu anasaidia wale tu waliotambua kwamba wako shimoni. Zaburi 34:18 nasema, Mwenyezi Mungu yu karibu na waliokufa moyo, huwaokoa wote waliokata tamaa kabisa. Unapokubali kuna kitu hakiko sawa, hapo ndipo Mungu anakusaidia. Rafiki yangu unanitazama, unapitia jambo gani zito katika maisha? Kubali ya kwamba lipo. Bartolomayo aliulizwa na Yesu, wataka nikufanyie nini? Akasema, macho yangu yapate kuona. Mimi sijui ya kwamba unapitia kitu gani, ila leo nataka nikuambie andiko ile ambalo nataka uondoke nalo. Mwenyezi Mungu yu karibu na waliokufa moyo, huwaokoa wote waliokata tamaa kabisa. Mungu yuko tayari kukuokoa. Umechoka? Je, umesumbuka? Mwambie Yesu sumbuko lako. Tunapokwenda kuomba sasa, kabidhi mambo yako yote kwa Yesu, yataje kwa jina, leta hoja zenye nguvu. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa ajili ya siku ya leo. Mtazamaji sijui kwamba anapitia hofu gani, jambo ambalo limemtisha kubwa. Ninakusihi taa ya neno lako ikawaki katika jambo hilo, ili aweze kujua kwamba wewe ni mkuu kuliko jambo hili. Inawezekana ni ugonjwa, inawezekana ni maumivu, inawezekana kuna kitu ameambiwa na daktari kinampa msongo. Leo nuru ya ukweli ikamulike na kweli ikamweke huru kabisa, ya kwamba katika Kristo Yesu kuna majibu ya shida zetu.
kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, ninasihi sasa hivi kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, kila mmoja ambaye ana hofu ikaondoke, kila mmoja ambaye ana woga ukaondoke. Na sasa ninaamuru nguvu zote za giza, achia mtoto wa Mungu anayesikiliza kipindi hiki, achia fikra zake, achia biashara yake, achia ndoa yake, achia afya yake, kwa jina la Yesu Kristo. Nuru ya Kristo ikamulike milele. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Mpendwa mtazamaji, nuru ya Kristo inapomulika, waambie wengine habari ya nuru hii. Bwana akubariki.